ukishaitwa kwenye kamati ya maadili na kama umekiuka maadili kuna adhabu. Yaani ukishaitwa kwenye kamati ya maadili na ikabainika kweli, pamoja na wewe kujitetea, kujieleza. Kwanza mimi nafurahi kwa mara ya kwanza wametoa hiyo haki ya msingi ya mtu kujitetea. Kwa sababu mara nyingi nimeona kama vyombo vyetu vya michezo na hususan soka vina impose tu punishment bila kuwapa nafasi ya wakosaji kujieleza. Lakini katika hili hapa wamefanya utaratibu mzuri sana wa moja ya kanuni za haki za asili na ni mtu kujieleza, na baadaye hata kama unampa adhabu anaelewa kwamba alijieleza, lakini vile vile unampa na fursa ya kukata rufaa. Kwa sababu naamini ile kamati maadili sio ya mwisho. Mtu anaweza kusema tena kakata rufaa kwenye kamati nyingine ya juu na utaratibu mwingine ndio ukaendelea. Kwa hiyo nikuambie tu kwamba ukishaitwa kwenye kamati fulani ya kinidhamu au kama hii ni ya maadili, kwanza wanasheria tunasema pale wewe umeitwa ukajieleze kwamba kwa nini usichukuliwe hatua za kimaadili kutokana na kitendo hicho ambacho kamati au bodi ya ligi imeshtaki. Unajua bodi ya ligi baada ya kutoa adhabu ile nadhani ya kuiadhibu Yanga kutokana na yale mambo ya ligi yaliyokiukwa kwa klabu ya Yanga mara 2 kutotumia chumba rasmi cha kubadilishia cha kinachotumika katika wachezaji kujiandaa, wao wakatumia nyumba nje ya timu. Waliadhibiwa mara ya kwanza, mara ya pili naona wameadhibiwa, lakini sasa nayo tumeona mbona fine imekuwa kubwa sana. Inaonekana kamati ya ligi kanuni zao zinaweza zikatoa adhabu au fine yoyote kubwa, lakini baadaye hiyo bodi ya ligi yenyewe tena ikapeleka mashtaka kwa hiyo kamati ya maadili. Kwa hiyo mimi nadhani bodi ya ligi ilipeleka malalamiko kule kwamba sasa sisi tunadhani hichi kitendo ambacho kinafanywa na Yanga ni viongozi wenyewe wa Yanga ndio wanaoamua hilo lifanyike. Kwa nini nao wasichukuliwe hatua za kimaadili, lakini waitwe na waweze kuhojiwa na wao wajitetee, wajieleze. Na mimi nimesema pengine itatusaidia kama uamuzi huo nao tutapewa taarifa. Huo uamuzi ukao tumeambiwa kwamba walipohojiwa hao viongozi walisema kwa nini walifanya kile kitendo. Pengine inaweza kaisaidia hata bodi ya ligi au ikasaidia watu wengi kwamba haiwezekani klabu kubwa kama ya Yanga yenye viongozi wakubwa, wasomi, waelewa, kama Hersi na majukumu mengine makubwa tu katika bara la Afrika ndani ya CAF, aamue pamoja na kamati yake ya utendaji kufanya hivyo. Lazima kuna sababu ambayo nadhani wataeleza huko ambako wameitwa, inayo isaidie katika masuala ya ligi yetu. Lakini ikibainika kwamba hawakuwa na sababu ya msingi, ni masuala tu mengine ya tunayoyaona mara nyingi Simba na Yanga wanapokutana, nayo labda wataamua kufanya maamuzi ambayo ya kuzuia hicho kitu kisitokee tena na pengine kukawa na adhabu ya kimaadili ambayo hiyo sasa ni kamati ya maadili yenyewe, hatujui katika adhabu zake zipoje. Mimi sijabahatika kusoma kanuni za maadili ya viongozi wa klabu zetu wanapofikishwa TFF kwenye hiyo kamati, adhabu zipoje. Je, kuna kusimamishwa, kuna fine au kuna yote? Hatujajua. Mara nyingi sana kuna zile kanuni za ligi ndio zile ambazo mimi nazifahamu walau ninazo. Kwa mfano hizi ambazo zimemaliza ligi iliyopita, yani ligi ya msimu wa 2024-25, na ambapo natarajia sasa hivi
kuna kanuni zingine zitatoka kwa ajili ya msimu mwingine unaokuja. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu it's fair, it's fair, na nadhani for the first time hello, nakusikia vizuri, nakusikia. Nadhani for the first time naanza kuona wanasheria waliopo pale TFF wanasaidia kutoa ushauri mzuri namna gani mambo haya ya be handled. Kwa mfano bodi ya ligi haiwezi kugeuka yenyewe tena kuwa mahakama. Yenyewe inasimamia kanuni zake, inaadhibu, lakini pale ambapo inagusa sasa kabisa swala tena la uongozi, na yenyewe inaweza tena ikatoa malalamiko kwenye chombo kingine au ikaomba viongozi nao waangaliwe, na haiwezi tena kuamua yenyewe. Kuna kamati ya maadili ipo, na kamati maadili nadhani nayo ina utaratibu wake, na naamini kwamba nayo itakuwa inasimamiwa na watu wenye uweledi katika mambo haya ya mpira, lakini vile vile mambo ya sheria. Kwa hiyo nadhani ni usahihi tu na kutenganisha majukumu. Mtu asije akawa mlalamikaji ni huyo huyo, msikilizaji malalamiko ni huyo huyo, muamuzi ni huyo huyo, na mtoa adhabu ni huyo huyo. Kitu ambacho tumekuwa tukikisema kwamba tunakoendelea kwenye soka hayo mambo yakae vizuri, kama ambavyo wengine tunasema vyombo vingine pale TFF viundwe tu vya rufaa, vya hata kabla watu wajaenda hata huko CAS, kuwe na chombo kingine tu cha usuluhishi kikubwa tu kilicho huru sana, kama ambavyo liliwahi kutolewa tamko nadhani wakati wa Leodegar Tenga, kulikuwa na azimio la Bagamoyo lilitoa ramani ya TFF iwe vipi, of course kama ambavyo FIFA na CAF inaendesha mambo yake. Sawa, wakili, nimefurahishwa sana na hiyo haki ya kujieleza. Sawa, wakili, sawa. Wakili Alois Komba, umezungumza mengi na umesema kwamba unaifahamu vizuri pia kanuni ambayo iliyopita ya msimu wa mwaka 2025-26. Je, katika kanuni ambayo imetamatika kabla ya kuundwa hii ya sasa, imekuwa ikionyesha kwamba huenda viongozi wakikutwa na hatia wanaweza kufungiwa kutojihusisha na soka kama timu inahusika zaidi pia? Hapa imekuwa ikiadhibu viongozi. Yaani zile kanuni zilizopo mpaka sasa, kabla hatujajua kanuni zingine au kama kuna marekebisho ya kanuni zilizopo zimekuwa zinaadhibu wachezaji, zinaadhibu waamuzi, zinaadhibu makamishna wa michezo husika, zinaadhibu viongozi pale ambapo ni directly wanahusika na michezo fulani. Kuna viongozi sasa hivi wamesimamishwa muda kadhaa, wengine maisha, wengine nini. Yaani wale ambao viongozi wanaohusika kuvuruga mchezo unapoendelea kwenye mechi za ligi, kanuni zipo. Ni hii kamati ya maadili kwa kupewa adhabu ya labda ya kusimamishwa au faini au lolote. Kanuni zipo. Ni hii kamati ya maadili? Hapana, nadhani ungenielewa. Nasema hivi, bodi ya ligi na kanuni zake inaadhibu wachezaji, inaadhibu viongozi, inaadhibu waamuzi, inaadhibu makamishna kuhusiana na mpira, mchezo wa uwanjani. Sawa? Ndio. Inapohusu maadili ndio kuna kamati yake, itakuwa ni hiyo ambayo wameitwa kina Hesi. Sijui unanielewa? Ndio maadili ni kitu kingine. Ndio nazungumza hivi. Yaani maadili ni swala sasa la administration ya soka. Sawa? Ndio. Administration ya soka, utawala wa soka, sawa, upo chini ya TFF na mamlaka zake, lakini vile vile wameweka kamati za kusimamia utawala wa soka. Ndio na mimi nauliza ligi inahusika na ligi yenyewe uwanjani, na ndio mimi nauliza hivi, yake, mpira wake, usajili na vitu vingine. Na mimi nauliza hivi, wakili, na kusikiliza, je, hii kamati ya maadili
Ndio. inaweza ikatoa maamuzi ya kumfungia kiongozi ama mchezaji? Ndio. Hii ndio story unayoitaka wewe, najua. Ndio, inaweza. Lakini nikakwambia mimi kama wakili msomi sizijui kamati za kanuni za maadili na adhabu zake, lakini mimi najua ukikiuka maadili utapewa adhabu. Na katika hizo adhabu, kwa nini siwe moja ni kufungiwa au kusimamishwa kwa muda? Unaona Kwa nini siwe hiyo? Hata sitakuwa basi hiyo kamati ya maadili tunasema haina meno. Kwa sababu kamati zinatakiwa ziwe na meno ya kuzuia na kusitisha vitendo, kama ambavyo wewe mwandishi wa habari sasa hivi sheria za habari na ithibati baada ya kupewa unachunguzwa maadili yako ya kazi, na ukikiuka kuna kamati za maadili kwa mujibu wa sheria ya Media Services Act itakubana. Wakati mwingine utaambiwa hili na hili, story hii uliharibu, ukubalance hii ulimtuhumu bila sababu, hii hapa tumeverify ni uongo, omba radhi. Au vile vile chombo chako nacho kinasimamishwa, msajili wa vyombo. Tena nyinyi watu wa broadcasting sasa mnabanwa sehemu nyingi. Kuna sheria hiyo ya Media Services Act, lakini tutabanwa na mambo ya TCRA huko. Nako kule kuna kamati mpaka za content, zile kamati zinazosema za maudhui. Yaani hata tunavyozungumza sasa hivi TCRA sasa hivi ina mashine inarekodi kila kitu kwenye maredio yote, kwenye ma-TV yote, na watu wanapitia, wanaangalia. Hata interview yako wewe Mwandike na Alois Komba leo mmezungumza kwa msingi wa kihabari, na kwamba really unatafuta habari ambayo upo fair. Umenielewa? Nimekuelewa. Nihoji mimi, umepata muda vile vile ukazungumza na kamati yenyewe maadili, au hiyo yenyewe inakuambia subiri mpaka watakapotoa taarifa baada ya viongozi kuitwa? Sasa hiyo ni approach mbalimbali. Kwa hiyo lazima nikuambie kwamba hiyo kamati huwezi wewe ukashow cause. Yaani huwezi wewe ukaitwa kwenye kamati ya kinidhamu ambayo yenyewe haina makucha kwamba kama umekiuka hiyo nidhamu usiadhibiwe. Lakini sijui kwa nini unakimbilia kufungiwa. Kwani lazima hiyo kufungiwa? Mbona kuna onyo? Kwa nini wewe unakimbia kufungiwa? Yaani kwa nini wewe kama chombo cha habari story yako kubwa ni kufungiwa? Kwa nini wasipewe onyo? Lakini vile vile kwa nini kama utetezi wao ukiwa very fair na una sababu kubwa, kwa nini ule utetezi kamati ya maadili isiutumie kutoa recommendation kwa TFF wenyewe kwamba kutokana na hii kesi ya uongozi wa HES na tuliyoyapata, nadhani kuna kitu hapa cha kurekebisha ndani ya bodi ya ligi. Kuna mambo iende hivi, viwanja vya mchezo vikae hivi, vile vile watu wengine wasivitumie watakavyo. Maybe Yanga waligundua tayari kuna mambo haya na haya na haya yangeathiri upande wao. Kuna vitu vingi utavipata wewe sawa. Muhimu je, Hesi ataenda kujitetea kwa kufunguka kwa uwazi, sababu ni nini? Lakini vile ataulizwa kwa nini kabla ya hilo, kama ulilijua, usitoe taarifa kwa bodi ya ligi au walioandaa mchezo na kujieleza kwamba tuna mashaka kutumia vyombo vya kubadilishia. Kama vinaweza vikaulizwa, sawa, sababu ni mahojiano pale yanaenda kufanyika. Lakini issue yangu mimi, kwa nini ukimbilie mtu anaenda kwenye kamati maadili? Kwa nini apewe adhabu kubwa ya kufungiwa kuliko kamati yenyewe ya ligi ambayo ina meno makubwa? Okay. Kwenye maadili huko ameitwa tu sasa, nako wachunguzwe kwamba hivi walichokifanya kwenye uongozi kipo sawa. Okay. Na mambo ya maadili yapo mpaka kwenye vilabu vyenyewe. Sawa. Yaani vilabu vyote kwenye katiba zao vile vile zina kamati za nidhamu na mambo ya maadili. Sawa wakili, kwa jinsi ambavyo ulivyolitazama hili shauri ama hili sakata, wewe ni wakili msomi na mwanasheria mbobevu kabisa kwenye eneo hili, unaiona vipi kwenye shauri hili hawa viongozi wa Yanga wanaweza wakakwepana na adhabu ambazo huenda zikatolewa na mamlaka husika? Sijui chaji yao. Yaani unajua wakati mwingine hapa tunazungumza vitu hatujui wameitwa.
lakini pengine wameitwa na shtaka wameambiwa, au wakifika pale ndio taambiwa shtaka ni hili, au mnatuhumiwa kwa hiki, au mmekiuka maadili kwa hili. Sisi tu sana sana, kwa kuwa taarifa ile ya bodi ya ligi ilisema kuna adhabu imetolewa, lakini hawa viongozi vilevile wameitwa kamati ya maadili kuhusiana na swala hilo hilo. Ndio. Kwa hiyo sisi tunasema basi chuma itakuwa tu kwamba nyinyi imekuwaje mkaamua timu ijiandae nje ya uwanja? Hamuoni hilo ni kosa? Ndio sisi tunachodhania kwamba labda chaji ni hiyo. Chaji yani ni shtaka. Na wewe hapo, na kwenye hilo hapo unaonaje sasa hapo kama shtaka ni hilo? Sasa shtaka hili ndio tumesema mpaka wajieleze. Yaani tayari wamekosea, ila wamepewa haki ya kujieleza. Sababu ni nini? Kwa sababu hili limekiuka kanuni ile inayosimamiwa na bodi ya ligi, lakini bodi ya ligi ikagundua wanaofanya hiyo kanuni ikiukwe ni viongozi. Hawa viongozi wana hadhi yao, hayo ni maadili sasa ya uongozi. Sisi kwenye maadili ya uongozi, ngoje tukafikishe kwenye kamati ya maadili ya uongozi ambayo na yenyewe itatoa maamuzi yake. Lakini mimi kwa mtazamo yangu, ikitokea adhabu, huwezi kusema Yanga imebidi punished twice, yani imeadhibiwa mara mbili. Hii ni ya viongozi, ile nyingine ilikuwa ni klabu ya Yanga kuhusiana na mchezo uliochezwa uwanjani. Kwa mtazamo wangu wa kisheria, na hasa kwenye sheria za utawala, administrative law, na kwenye mambo ya michezo ambayo na mimi napenda sana kufuatilia, ndio kwa maana nimesema hiyo ni haki wamepewa. Lakini vile vile naamini ile kamati ya maadili sio mwisho. Kwa mfano ikitokea adhabu ambayo inazidi kosa, kwa sababu kuna adhabu anasema inaweza kuwa excessive punishment, au kosa, au tunasema mtu kama hilo kosa amefanya kwa mara ya kwanza, huwezi kumpa adhabu kubwa. Unaweza kumpa onyo, unaweza kumpa sanction, matazamio. Tunakupa matazamio labda ya miezi 3-6 usirudie. Ila tunachozungumzia so far, ingefurahisha sana ungempata mwenyekiti wa kamati hiyo ya maadili, wala hata tuambie anaongozwa na kanuni gani za maadili. Mara nyingi huwa wanaweza wakatoa adhabu gani. Ukimpata hiyo kamati inakuwa ni vizuri zaidi. Mkuu, mimi nikushukuru kwamba naamini lazima nayo ina meno, hata kama ni masuala ya maadili. Tunasema mambo ya maadili mara nyingi yanapaswa kutolewa kimaadili, maadili. Unaona? Yani mwisho wa siku umrekebishe mtu arudi kwenye hali nzuri. Unaona? Ndio. Tofauti na kamati au mahakama zingine. Yani ni sawa na sisi tunapoenda mahakamani, mnaambiwa kabla mnaendelea na kesi, je, mnaweza mkafanya usuluhishi? Mnaweza mkakubaliana, mkaongea, mkajua ni nini? Baadaye mkafanya hata makubaliano, pengine mkalimaliza hata swala nje ya mahakama. Unaona? Sawa. Basi mkuu, na hilo mambo ya maadili ni kitu kingine. Hata sisi mawakili tu tukikiuka mambo yetu ya utendaji kazi, tunalalamikiwa kamati za maadili, na kamati za maadili zinatoa adhabu. Zinaweza zikasema wakili, tunakusimamisha uwakili kwa miezi 6 kwa mwaka, kwa kukiuka maadili haya ya kazi. Unaona? Kwa mfano, ulitakiwa umwakilisha mteja wako mahakamani, ulikubaliana naye kila kitu, lakini ukwenda mahakamani. Unaona? Na fedha ulilipwa, hapo umekiuka maadili, kuna adhabu zinatolewa. Unaona? Au pengine vile vile ukiwa mahakamani mbele ya jaji, hukufuata utaratibu ambao unatakiwa, utoe heshima yako kwa jaji, sana sana ukatoa lugha zisizostakiwa, ulipoambiwa labda uombe radhi ukakataa, na jaji baadaye ameamua kukushtaki mbele ya kamati ya maadili, unachukuliwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo popote pale kwenye taaluma yoyote ile kuna mambo hayo, na kwenye uongozi the same. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.